Je, kocha wa Yanga ni wa mechi ndogo? Huu ni ukweli baada ya draw na Azam. Baada ya mchezo mkali kati ya Azam FC na Yanga kumalizika kwa sare ya bila kufungana, mjadala mkubwa umeibuka miongoni mwa wachambuzi wa soka. Wapo wanaosema kocha wa Yanga ameanza kuonesha dalili za kuwa ni kocha wa mechi ndogo, wakidai kwamba alidraw na Simba na sasa tena amedraw na Azam. Lakini je, hukumu hii ni sahihi kweli? Au wachambuzi wanaharakisha maamuzi? Leo tunachambua kwa kina. Katika mchezo uliochezwa kwa ushindani mkubwa, timu zote zilionyesha nidhamu ya hali ya juu katika ulinzi. Young Africa walijaribu kushambulia, lakini walikutana na ukuta mgumu wa ulinzi kutoka kwa Azam FC. Matokeo yake, dakika 90 zikamalizika bila timu yoyote kupata bao. Baada ya mechi kumalizika, baadhi ya wachambuzi walianza kuhoji uwezo wa kocha wa Yanga. Wanasema dhidi ya Simba Sports Club matokeo yalikuwa sare na dhidi ya Azam pia sare. Kwa hiyo wakaweka swali, je, kocha huyu anashindwa kushinda mechi kubwa? Lakini tukitazama kwa jicho la mpira wa kisasa, sare si mara zote ni matokeo mabaya. Katika mechi kubwa, timu zote huwa na maandalizi makubwa, makosa huwa machache sana, na mara nyingi timu hucheza kwa tahadhari kubwa. Kwa hiyo, sare inaweza kuwa pia ni mbinu ya kulinda nafasi kwenye msimamo wa ligi. Swali lingine la kujiuliza ni hili: je, kweli ni sahihi kumpima kocha kwa mechi mbili tu kubwa, au tunapaswa kuangalia mwenendo wa timu kwa msimu mzima, idadi ya ushindi na maendeleo ya mfumo wa timu? Haya yote ndiyo hupima ubora wa kocha kwa haki zaidi. Kwa hiyo mjadala bado uko wazi. Je, kweli kocha wa Yanga ana matatizo kwenye mechi kubwa, au hizi sare ni sehemu ya mkakati wa kulinda matokeo katika michezo migumu? Unadhani sare dhidi ya Simba na Azam ina maana gani? Je, kocha wa Yanga ni kweli ni kocha wa mechi ndogo, au wachambuzi wanamhukumu haraka sana? Andika maoni yako hapa chini. Subscribe kwenye channel yetu ya Jack Media TZ.